Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina mimi ninaitwa Baraka Dede Nzumbi, ni mchungaji mafunzoni, lakini pia ni moja ya waimbaji wa kwaya ya kanisa la Wasabato Maganzo, ambao kwa siku ya leo tumekuwa ni kwaya mgeni katika siku ya Sabato ya kutambua huduma za uimbaji katika mtaa wa Ushirombo. Mimi natokea mtaa wa Bukombe chini ya mchungaji Nimrod, lakini tuko hapa kama kwaya ngeni ambao tumealikwa kuja kushiriki mbaraka wa kutambua huduma za uimbaji makanisa ya mtaa wa Ushirombo. Na kinachoendelea leo hapa ni kweli ni kwamba tumebarikiwa sana, tena zaidi ya sana. Tumefurahi kuona jinsi ambavyo kwaya leo zimehudumu kuanzia asubuhi. Hakuna vipindi ambavyo vilipita pale katikati, isipokuwa kwamba ni kwaya zilikuwa zinaimba. Umeonekana ule umaana wa kwamba hata uimbaji unaweza kuwa ni hubiri tosha kwa watu, na wakazidi kubarikiwa na wakaokolewa. Sabato hii ya leo itufanye kuichukulia umaana kupitia kwaya zetu, tuzipe kipaumbele na kuzitambua huduma zao katika makanisa yetu na katika mitaa yetu. Na wito wangu mkubwa kabisa ambao ningeuomba kwa makanisa makanisa mahalia, wazee wa kanisa na viongozi mbalimbali, basi tuone namna ya kuweza kuibeba hii huduma iliyofanyika hapa mtaa wa Ushirombo, kuipeleka katika mitaa yetu na makanisa kwetu kwa ajili ya kufanya Sabato kama hizi, kuwakumbuka waimbaji katika huduma zao. Lakini pia hata kwa mitaa mingine wanaponisikia, basi wachungaji wa mitaa tujaribu kufanya hili jambo ambalo linaweza pia kuziweka kwaya kwa pamoja na kuona kwamba huduma zao zinatambuliwa. Nashukuru sana kuwa mmoja ya waalikwa kupitia kwaya ya Maganzo, ambaye pia nimebarikiwa na Sabato hii ya leo. Na hivi unavyoona kinachoendelea hapa ni kwaya zikiendelea kuimba toka asubuhi hadi jioni. Muda ambao tumepumzika ni muda wa kupata chakula tu. Kwa kweli tumebarikiwa sana na tunamshukuru Mungu kwa baraka huu wa pekee. Kwa majina naitwa Rose Marwa, ni mshiriki wa kanisa la Ushirombo SDA, kanisa mama. Kwa ujumla katika Sabato ya leo binafsi nimebarikiwa sana, maana kwaya mbalimbali zimetumbuiza toka saa 1 asubuhi, nyimbo mbalimbali zenye mafundisho mazuri yanayojenga, yanayookoa. Kwa upande wangu nimeona kana kwamba tayari nimenyakuliwa kuona ufalme wa mbingu. Binafsi naziombea kwaya hizi ambazo zimetoa huduma hizi kwa siku ya leo, Mungu azidi kuwatetea na kuwaimarisha katika huduma hizi. Ninaposikia ujumbe wanaoutoa kupitia nyimbo zao mbalimbali, binafsi nimeimarika kiroho, na ninaamini hata pale wanapotokea kuhitaji msaada japo kidogo, naweza kuwasapoti. Ninachoomba Mungu azidi kuwapa uzima na afya, awasimamie katika majukumu ya kumuinua Bwana, ili wazidi kuifanya kazi ya Bwana na hatimaye tukutane mbinguni. Wapendwa, mimi naitwa Filipo Nimrod, ni mchungaji katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa sasa niko katika mtaa wa Bukombe, hapa Nyanza Goldbet Field. Mtaa huu uko katika wilaya hii ya Bukombe, lakini pia katika mkoa wa Geita hapa Tanzania. Tumekuwa na siku nzuri sana ya kutambua huduma za waimbaji, na imekuwa ni siku ya pekee sana kwa sababu mara nyingi tumezoea kutambua huduma za wachungaji, lakini leo tumekuwa na kutambua huduma ya waimbaji. Hii Sabato imekuwa nzuri sana kwa sababu tangu asubuhi tumekuwa tukipata mahubiri na mafundisho kupitia nyimbo, jambo ambalo ni nzuri sana. Sasa kuna mambo mawili niseme. Jambo la kwanza, kuwa na ibada kama hii ambayo imekuwa na nyimbo tu mwanzo mpaka mwisho, sehemu kubwa imekuwa ni nyimbo tu. Hii imewahi kutokea ukisoma ile Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura 12, Mambo ya Nyakati ya Kwanza, kama si Mambo ya Nyakati ya Kwanza pale sura ya 5 mstari wa 12 na kuendelea, na ambapo tunaona waimbaji peke yao waliimba
baada ya kuwa wamemaliza tu kuimba. Walipomaliza tu kuimba, makuhani walisema leo hatutafanya huduma yoyote nyingine, wakaacha huduma zote za kuendelea na huduma zile za hekaruni. Kwa wakasema muziki umetosha, nyimbo zimetosha, utukufu umejaa, wakaacha. Kwa jambo la kwanza, nyimbo zinatosha kuwa ibada kamili. Jambo la pili, waimbaji kuwatambua ni jambo zuri sana. Zamani kwaya za hekaruni au waimbaji wa hekaruni walikuwa ni Walawi. Walawi hawa ambao leo tunasema ni wachungaji. Kwa hawakuwa na kazi nyingine. Hata kwenye urithi katika nchi ya Kanani, Walawi hawakupata urithi wa nchi yoyote. Walikuwa wanaishi kwa zaka. Kwa hata waimbaji hao wakati ule waliochaguliwa kina Hemani, Yeduthuni na ndugu zao, hawakuwa na kazi nyingine, walikuwa ni kazi ya kuimba tu, na waliishi kwa kulipwa zaka na sadaka wakiwa wanamwimbia Bwana. Tukio hilo ambalo limefanyika leo la kutambua huduma za wachungaji, za waimbaji, ni tukio ambalo limeonesha vile ambavyo huduma ya nyimbo pia na waimbaji ni nzuri sana, kwa sababu pia wanatumia muda mwingi sana kuandaa nyimbo, na mimi napenda nyimbo kwa kweli. Wanatumia muda mwingi kuandaa nyimbo, wanatumia muda mwingi kujifunza. Ni vizuri makanisa ya watambue. Nipendekeze kwa washiriki, tunaweza tukawa tuna mfumo wa kuwatambua kama Walawi zamani, lakini naomba isiwe mara moja kwa mwaka. Washiriki mara nyingi kuwatambua waimbaji, wakiwapatia zawadi, wakiwasapoti, wakitaka kwenda kurekodi, wakitaka kwenda kushona sare, wawaunge mkono. Bwana tubariki. Kila mmoja yuko kazini, shambani mwa Bwana, kila mmoja kwa kipawa chake. Tunaweza tukaungana na kusapotiana na kazi ikaenda vizuri. Bwana wabariki waimbaji, Bwana bariki huduma ya waimbaji. Songeni mbele pamoja na kuwa kuna changamoto. Bwana yuko pamoja na huduma yenu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Kwanza kwa majina ninaitwa Masatu Bwire Makanga, ninasali kanisa la Waadventista wa Sabato Majengo katika mtaa huu wa Ushirombo. Nimebarikiwa sana na njozi za mchungaji wetu Emmanuel Zedi Magai kufikiria kutambua huduma zinazotolewa na waimbaji wetu katika makanisa yetu ndani ya mtaa huu. Hivyo akapendekeza tupate sabato moja kwa ajili ya kutambua huduma za uimbaji, ambayo ndio leo ibada hiyo maalum imefanyika. Waimbaji wakati mwingine shughuli zao zinaweza zisitazamwe kwa macho ya kibinadamu, na watu wakaona tu kama ni watu wana mtindo wa uimbaji. Lakini kwa ujumla kwaya hizi zinafanya kazi kubwa ya kumuinua Mungu kwa njia ya nyimbo. Uimbaji ni kivutio kikubwa cha kuwasogeza watu karibu na Mungu, na wamekuwa wakifanya hivyo na kuwaleta watu kanisani. Wako watu wamevutiwa kwa nyimbo, ujumbe na hata muonekano wao. Mara kadhaa utawaona katika sale, hilo tu linatosha kumvuta mtu na kumleta kanisani. Kwa hiyo waimbaji wana kazi kubwa wanayoifanya. Kwa hiyo wakati mwingine thamani yao inabidi kuonekana kwa kutambuliwa, kama hivi ambavyo leo tumeona mchango wao, huduma wanazozifanya. Makanisa yanakuwa kwa huduma kubwa za kwaya, na wako watu wengine wametamani nao wawe waimbaji, na kwa kufanya hivyo wamebatizwa na sasa ni Waadventista wa Sabato. Hivyo huduma hii ya uimbaji ni huduma nzuri na kubwa ya uinjilisti inayofanyika makanisani. Katika Sabato ya leo tumebarikiwa, umeshuhudia watu wakitoa jumbe mbalimbali za kumtukuza Mungu, na hadi jioni hii makanisa yalijiandaa, wametambua thamani ya uimbaji kwa kutoa zawadi, vyeti na vitu vingine mbalimbali kama tulivyoshuhudia. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo Mungu ametukuzwa mahali hapa kwa njia ya uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa mchungaji Emmanuel Zedi Magai. Ni mchungaji wa mtaa wa Ushirombo katika wilaya ya Bukombe mkoani Geita hapa Tanzania. Leo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Tumekuwa na sabato ya pekee sana. Ni sabato ambayo
hatujawahi kufanya. Ni sabato maalum ya kutambua huduma za waimbaji. Wanakwaya ni watu ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato, kwenye mikutano, kwenye ibada za kawaida, kwenye mahubiri, kwenye makongamano. Ni nadra sana kufanya mkutano wowote upendeze, ufanikiwe bila ya kuwa na jeshi kubwa la waimbaji. Na hivyo tuliamua sabato ya leo kama mtaa tuitenge kwa ajili ya kuwatambua, kuwaonesha kwamba wao ni wa thamani, kazi wanaoifanya ni njema, ni tukufu. Wao ni watu wa maana kama walivyo wachungaji. Tumezoea kufanya sabato za kutambua huduma za wachungaji, lakini zamani Walawi walifanya kazi kwa karibu sana na makuhani kama ilivyo waimbaji leo. Kwa hiyo ilikuwa ni sabato ambayo tunamshukuru Mungu, watu wengi wameitikia. Kuanzia viongozi wa makanisa, washiriki wamekuja kwa wingi, lakini pia wametoa zawadi mbalimbali. Waimbaji wenyewe wameitikia, wamependeza, wengine wametunga nyimbo mpya na mambo mengine mengi mazuri sana. Tuliwaalika majirani zetu na wameitikia wakaja. Watu pia wa damu salama kutoka hospitali yetu ya wilaya nao wamekuja, na uniti za kutosha zimetolewa kwa ajili ya kuokoa maisha kwa watu wanaweza kupatwa na changamoto ya kupungukiwa damu. Kama mchungaji ninamshukuru Mungu tena, na ninatamani kwamba jambo hili zuri tulifanye tena wakati mwingine, na hata maeneo mengine tunaweza tukafanya program isifanane na hii, lakini tutengeneze mazingira fulani waimbaji wagundue kwamba wao ni wa thamani. Mara nyingi tunawaita kwenye mikutano, wanajigaramikia gharama zao, chakula, na bado wanakuja kwa wingi kwa sababu tu wanalipenda kanisa na wanampenda Mungu. Kwa hiyo tunawatia moyo waimbaji popote pale walipo, wasikate tamaa, waendelee kumtumikia Mungu kupitia uimbaji. Ziko changamoto nyingi, lakini baraka ni nyingi zaidi kuliko changamoto. Mwisho ni washukuru watu wa Dida TV kwa huduma njema ambayo wameifanya tangu mianzo ya tukio hili maalum mpaka miisho. Wamefanya huduma nzuri, na ninaamini wanazo program, wanazo content nyingi nzuri sana katika chaneli yao ambayo unaweza ukatazama ukabarikiwa, iwe ni mahubiri, mafundisho ya afya, familia, iwe ni kwaya, makongamano mbalimbali. Kwa hiyo Mungu awabariki wanaposhiriki katika kuifanya kazi ya Mungu kwa kuieneza duniani kote kwa njia za kidijitali. Bwana wabariki.